Kwa hiyo watu wa Mungu, chini ya jua hizi falme mbili zinashindana, kama nilivyojaribu kusema kwamba zote zinabeba ufahamu. Amen. Na katika uthibitiko wake ni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa Mungu ili aweze kuthibitika chini ya jua, ni lazima uwepo mwanadamu mwenye utayari wa kukubali kutembea kwenye misingi na haki ya huyu Mungu. Amen. Vile vile shetani ili aweze kuthibitika chini ya jua anakutegemea wewe. Kwa sasa niko mahali hapa kuwaambia sasa tuachane na shetani, tukubali kupokea jumbe, tukubali kumpokea Kristo akae ndani mwetu ili maisha yetu yaweze kubadilika. Amen. Kwa namna gani? Kwa kupitia elimu na haya mafundisho ambayo mimi mtume G.K. Mwansasu nimetumwa nayo ili niweze kushughulikia. Mojawapo ni kuachana na madhabahu zako unazotoka. Tuhubiri Injili kwa pamoja kwa njia ya sadaka. Hizi ni falme. Tunaposema hizi ni falme, hizi ni serikali. Amen. Hakuna serikali isiyo na kodi. Amen. Serikali bila kodi haiwezi kujiendesha Kabisa. na watu wake ndani yake, manake hakutakuwa na kitu chochote. Kwa hiyo ningeomba kila mmoja ambaye utaamini, shiriki kuhubiri Injili pamoja na mtume G.K. Mwansasu, ili neno na Injili hii ya ufufuo ya mwana wa Mungu ya urejeo iweze kuwafikia walio wengi. Amen. Amen. Mungu ni roho, narudia, na shetani ni roho. Lakini hizi roho mbili katika hizi falme zinakutegemea wewe mwanadamu. Niko mara hapa kwa ajili ya kumdhihirisha Mungu wa kweli. Amen. Katika ufahamu, ili tusitende nini? Dhambi. Tusipotenda dhambi, watu wa Mungu, maisha yetu yatabadilika.